watu wanapofanya munkar halafu hawakatazani, munkari huo huenea. Kwa sababu hiyo ndio maana sisi Waislamu katika swala la amani, kwa sababu sisi ni wananchi pia wa nchi hii, ni sehemu ya nchi hii, tunahitaji kuishi kwa amani, tufanye biashara zetu, watoto wetu wakue kama ambavyo sisi tulikuzwa na wazee wetu, tufanye ibada kisawasawa. Allah akikadiria umri wetu umeisha, tukaridhiwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafanya hivyo kwa sababu sisi ni sehemu ya nchi hii. Sasa anapotokea mtu akaharibu amani, usiseme kwa nini mashekhe wanazungumza, ni kwa sababu sisi ni sehemu ya jamii hii. Ni kwa sababu ya kutokea wote tunadhurika. Tulikosa kuswali swala ya Ijumaa hapa, moja katika Ijumaa katika mji huu, watu walikuwa ndani, wengine walilala na njaa siku 2 siku 3, kwa sababu ya kuzuia. Sababu ya hayo ni kwa sababu kulitokea shari, kulitokea fitna iliyochochewa na watu ya uvunjifu wa amani. Sasa watu hao wamekuja tena kwa mbinu ile ile kwamba wanataka wavunje amani, kwa madai kuwa eti wanaandamana maandamano ya silmia, maandamano ya amani, kana kwamba mwanzo hawakusema kuwa ni maandamano ya amani, kana kwamba. Ayuha almuslimun, lazima tuwe wafuatiliaji wa mambo kwa ukaribu sana, ili tusidanganyike kiurahisi. Kwa nini baadhi ya mashekhe wameongea na matamko, japo wengine wamevuka mipaka kidogo, lakini kwa nini wameongea? Ni kwa sababu kwa wanaofuatilia na wanaojua, wanajua hayakuwa maandamano ya amani, na yalipangwa yasiwe ya amani kabla hata ya kutokea hayo maandamano, kwa sababu sisi ni watu ambao tuna akili timamu. Lakini pia kilichotokea sote tunakiona, hakuna ambaye hajaona. Ayuha almuslimun, nataka nikusikilizishe maneno ya mtu mmoja ambaye ni padri au askofu anajiita, wa kanisa moja linaitwa ABC. Wengi hamkumsikia huyo, na mimi nimepata hizi habari kwa askofu mwingine, kwa kufuatilia tabani mitandaoni, kila kitu kiko wazi, sio kwamba labda kificho huko, kienda hata wewe unaona sasa hivi. Kwa askofu mwingine, huyo askofu mwingine huyo ndiye alinifanya nifike kule kwa huyu. Na hapa ujue kwa nini Waislamu wanalaumu kitu kinachoitwa TEC ya Katoliki. Kwa sababu askofu huyu anasema wao wamehusika 90%, na ushahidi kauweka. Na pia kwa sababu Waislamu asili kila wanapotaka haki yao, achilia mbali haki zingine, wao Waislamu wanapodai haki yao hawateki huisema serikali msiwape. Na hili limetokea kwenye mahakama ya kadhi mwaka 2015, na wote mnajua waliandika waraka na madhehebu mengine yaliingia, lakini ushawishi mkubwa ni TEC. Wanaiamrisha serikali isikubali mahakama ya kadhi ambayo haiwahusu wao. Ndio maana Waislamu wanaisema TEC, kwa sababu TEC inakaa mbele yetu katika haki zetu. Tunapodai sisi haki zetu, wao wanazizuia. Halafu wao wanapodai mambo yao wako smart,
wanaenda kwa gia ya wananchi wote, sio wao. Tunapotaka sisi, wako wazi kabisa, wanazuia. Narejea, iko ukisearch hapo kwenye Google tamko la hawa maaskofu 2015 liko wazi, wanaiamrisha serikali, wanasema msipofanya hivyo hatutopiga kura ya katiba mpya. Amri, na kweli jambo likafa. Kwa hiyo wanazuia haki zetu kusudi, ambazo haziwadhuru, na nchi nyingi zina ukadhi na hauwadhuru, na sisi za Kiislamu kusudi wakazuia. Sasa wewe unataka vipi sisi tuwazungumze vizuri watu kama hao? Sasa sikiliza, kuna mtu mmoja, huyu askofu aliyesema, ambaye Askofu Ikongo amemtaja mtu huyu na amemweka, anaitwa, huyu mtu anaitwa Askofu Kabigumila, anaitwa Askofu Kabigumila. Huyu mtu aliamrisha waandamanaji ambao wanasemekana wataandamana tarehe 29 wachome vituo vya kupigia kura, nyumba za polisi, magari ya baadhi ya wafanyabiashara. Kwa sauti yake kwenye YouTube yake binafsi, mpaka sasa ipo, na sio kwamba labda kitu cha kimepotea, labda wanafanya kitu, ipo hata wewe ukiingia unaiona. Na akasema atashangaa Wakatoliki wakishiriki kupiga kura. Kwa nini hawataje Wakatoliki? Naomba tumsikize sauti yake. Mimi nawekea sauti yake kwa sababu ipo. Na sasa kwa sababu ametuchokoza, ninasisitiza wale mnaokaa karibu na vituo na nyumba za polisi, Oktoba 29 tuwasubirie tuone polisi kama watatoka kwenda kwenye hayo marindo kusumbua watu kule kwenye barabara kubwa. Wakienda ni dili na choma nyumba zao, maana watakuwa wamekosa adabu. Nchi tunawapigania wao ili na maisha mazuri, alafu wanakosa akili, choma nyumba zao. Vituo vya mafuta hivi vya Lake Oil, mali za GSM, choma moto. GSM tulimwona atoa bilioni 10 peke yake pale kwenye ili kumwezesha fisadi wake. Amechukua bandari pale, bandari kavu pale Kurasini, amechukua chuo cha polisi pale Kurasini ili afanyie mambo yao. Upumbavu wa kiwango cha juu. Choma mwendo kasi za Moffat za kijani, choma zote, chomeni. Kwa nini? Kwa sababu sio zetu, ni za wezi. Choma magari yote ya Rostam, ofisi za Rostam, chomeni. So wametutaka sasa, mara tunataka kuandamana kwa amani, amtaki sasa. Washeni moto, tafuta mali zote za Angela Kiziga, magari yao, ofisi zao, nyumba zao, kila mahali moto. Tuwatawanye sasa ili wakose pa kukamata na kuacha. This is a war and we have to win. Hii nchi yetu, hii nchi yetu, sio nchi yao. We have to take this country back. Chukua wapige propaganda wa mabinti huko, we are here, hii nchi yetu. Na kwa maneno haya nitakushangaa Mkatoliki utakaye kwenda kupiga kura. Unapiga kura na raha gani? Huyu jamaa amezungumza haya maneno akayarusha kwenye YouTube, kwenye akaunti yake ambayo ina wafuasi zaidi ya 72,000. Na baada ya hapo Askofu Ikongo anasema huyu jamaa alitafutwa na polisi, halafu akatoroshwa na Wakatoliki, akapelekwa kwenye kanisa la pale Kurasini, halafu baadaye akatoroshwa Nairobi.